On your way will be no food. On your way will be no your plan. On your way will be no friend. On your way will be no anybody will help you. But Jesus will remain in Jesus. Heri watu wakuache, lakini ukibaki na Yesu, Yesu atakuwezesha. Heri uondoke kwa kijiji na Yesu atakusaidia. Kabla ni wake, unaweza sahau. Ukiona Mungu amekusaidia umepata vibeni, usikuwe na mawazo ya kumalizia maisha yako kwa kijiji cha kwenu. Are you getting me right? If you want to go far, kama unataka kwenda mbali, chunguza waliokuwa wazito, watakaa kwao watamalizia maisha kwao. Walimaliza vipi? Walimaliza aje? Alipokutoa kwenu akakuleta Mombasa, alikuwa anajua anakuepusha na hypocrisy na watu ambao hawataki kuona maendeleo yako. Watu ambao hawataki kuona ukiinuliwa. Watu ambao hawataki kuona ukienda mbali. Ikiwa mnaishi wengi familia moja katika mji wa Mombasa, jitenge na watu wa kwenu kidogo tu. Siweke kidogo tu mbali kidogo tu. Na ndugu zako jitenge kidogo tu. Maendeleo yako yafiche kidogo tu. Mipango yako ifiche kidogo tu. Njia zako siweke kidogo tu. Hata wakisema tuko na chama, usipelekange pesa zako zote kwa chama. Peleka 1,000, peleka 2,000, ikizidi 5,000, zingine weka kwa bank. Uonyeshe we are together, but we are not together fully. Ukiweka mawazo yako yote hapo, mtu anangojea kukung'ata. Maandiko yanasema, ukisonga kule mbele anasema, na kukawa na kuna ugomvi kati ya wachungaji wa Lutu na wachungaji wa nani? Wa Ibrahimu. Na badala ya Lutu akemea wachungaji wake, ajua anatembea na mtu aliyebeba mafuta, mtu ambaye amebarikiwa. Sikia mstari wa 3, sikia mstari wa 3. Mstari wa 3 anasema nini? Mstari wa 3 maandiko yanasema hivi, nami nitawabariki wakubarikiwa, naye akulaani nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Nataka tukisoma hiyo narudia, alafu tukimalizia unasema ni mimi kwa jina la Yesu. Amen. Tuanze nami. Ni mimi kwa jina la Yesu. Kama umepokea hiyo yako kwa jina la Yesu. Sasa kile Mungu alifanya, akasema sitaacha hasira yangu iwake juu ya Lutu, lakini nitampa nafasi ya kuondoka, na Ibrahimu sitamuongelesha mpaka waachane. Njaa ikamkula Ibrahimu mpaka akatoka nchi aliyokuwa, akaingia Egypt. Na alipoingia Egypt na mke wake, wakakuta kulikuwa ni kama kasikukuu wako kwa sherehe. Akamwangalia mke wake akamwambia, sikiza ndani, tukifika huko najua mfalme akikuona wewe mwanamke mzuri mrembo sana, atataka kukuchukua, anaweza niua. Tukifika wakiuliza wewe ni mke wa nani, sema mimi ni ndugu yako tu. Kwa sababu tumwambie kumbe njaa inaweza fanya ukaamua chochote. Muulize mwenzako, kumbe njaa inaweza fanya ukaachana na spouse wako. Haleluya. Amen. Akasema kwa kiulizo, sema wewe ni dadangu, mimi ni ndugu yako. Lakini Mungu hapo ndiye alianza kuwaka, akaona sasa amenyamaza na Ibrahimu anapotea. Maana mfalme aliposikia akamchukua mrembo, wakampeleka kwa room nzuri, wakampa vyakula vizuri. Ndugu yake akapelekwa kwa room nyingine. Sasa mfalme akijiandaa usiku ajiburudishe na mke wa Ibrahimu, maandiko yanasema akaletewa maono, akimkuza mke wa mtumishi wa Mungu atapigwa na magonjwa ambayo hayana uponyaji.
mkono akasema niitie ule kijana. Wewe kijana, mbona ulisema huyo ni ndugu yako, kumbe ni mke wako? Umefanya karibu Mungu wako aniue. Nataka niseme hivi, ukiwa unaamini Yesu, ukienda mahali pako na utata, usimkatae Yesu, usimkatae mwenzako. Sema huyu ni mwenzako. Nasema tuna Yesu pia, hatujakuja peke yetu, bali tumekuja wawili, na wengine ametuleta anaitwa Yesu. Na Yesu akiwa pamoja na wewe atakusaidia kusulia, atasulia ile roho, atasulia hiyo maagano. Haleluya! Vijana watatu wangekuwa na uoga kama wa Ibrahimu, hawangeingia kwa moto, lakini walijua we are not walking alone. Wakituona watatu, hatuko watatu, kuna mwingine aliye pamoja nasi. Na walipowekwa ndani ya tundu la moto, wakaingia. Walipoingia wakaanza kumsifu Bwana. Walipokuwa wanaimba wakimsifu Bwana, mfalme akasema, kwani tuliweka wangapi? Hata wewe ukikuandalia moto, hata wewe ukikuandalia shida, hata wewe ukikuandalia troubles katika hiyo jamii, nataka nikuambie, mweke Yesu mbele na Yesu atasulia. Mishale yao itawarudia wenyewe, maana amesema nitawabariki wakubarikio, nitawalaani wakulaanio. Yoyote aliyekulaani mchana wa leo, tunamlegeshea laana yake. Yoyote aliyetabiri mabaya, tunamlegeshea mabaya yake. Sema ya Ibrahimu angepoteza mke. Kilichofanya Mungu anyamaze mpaka apate njaa, alitembea na hypocrisy. Uliza mwenzako, unatembea na nani? Uliza una share stories zako na nani? Uliza unajua kila anachoongea nyuma yako. Kuna mwanangu mmoja hapa nilimwambia jitenge uwe peke yako, hakunisikia. Lakini siku zinakaribia atakuja kunitafuta. Imani. Kabla mvua inyeshe, mawingu huwa inatanda. Yes. Mwenye akili ukimbilia kwa nyumba ama ukimbilia mahali kuna kivuli ajikinge mvua isinyeshe. Lakini mwenye hana akili atapigwa na mvua atote, hata imbebe impeleke baharini, ndiye atajua mvua imenyesha. Amen. Mwambie mwenzako mvua yaja. Mwambie jitetee. Naona mwingine anaangalia nje, vile tunasema mvua yaja, anafikiria ni mvua ya nje, si hiyo ya nje. Matthew 10, I think 38 or 39 inasema adui ya mtu ni wale. Adui ya nani? Ni wale. Muulize, unaelewaje kama uko safe? Yaani ati wewe ukitaka kununua kaplot mpaka waambie family members. Nilikuwa nataka kuwaona, ninataka kununua kaplot. Nilikuwa naomba mmoja mnikarani. Wewe unafikiria wote wanawasa vile unawasa? Unafikiria wote hata waje sasa ndugu zangu. Hapa vile tuko hapa, unafikiria wote hapa wanakuasia vile? Kama hao wamekaa hapa wanasema wanaenda mbinguni, wanakuazia vibaya. Na je, hao wanaofuta bangi na skana? Halo. Yesu akasema be brothers keeper. Lakini katika siku za mwisho we are not brothers keeper at all. Kila mmoja anatafuta kuangalia atakuangushia wapi, atakuteremshia wapi. Na pia siku hizi za mwisho heshima imeisha. Amen. Usa mtu mwambie heshima imeisha. Halo. Siku hizi za mwisho heshima imefanya nini? Kitambo watoto wa fulana na msichana wakiwa
mtu mzee atokee, walikuwa wanakimbia kujificha. Siku hizi hata wanakuzuia kwa njia huyo huko, sasa wanakuzuia kwa njia. Sijui kama mimi ndio naona. Wakati wetu ulikuwa ukiingia kwa matatu umelipiwa fare, lakini mtu mzima akiingia unasimama anaketi. Hiyo iko wapi? Tena ndio sisi tunaambia mtoto, keti mwanangu, nimelipa, keti. Tunatengeneza nini kesho? Tunatengeneza nini kesho? Andike kasema, ukiona mtu mwenye mvi msimamie. Siku hizi vijana watakusalimia kama wameketi. Hata ukiwapata wameketi unawasalimia wameketi, wanakusalimia hivyo hivyo. Asifiwe Yesu, asifiwe Yesu. Ama shikao. Wanasemanga shikamo. Hata wasemi shikamo nani? Shikamo. Shikamo mti, shikamo ng'ombe, shikamo shetani. Shikao. Where are we heading? Kama kubaki kwa kijiji ndio hiyo, basi wewe tutoke kwa kijiji na tuende kwa kijiji kina heshima, na tuende mahali Yesu ataongea nasi. Na Mungu akainukia mfalme wa Misri akamwambia, kuanzia leo mpatie mwanangu Sara mfanyikazi kutoka Misri, umpatie punda wa kuchota maji, mpatie ngamia wa kubeba mizigo, mpatie ng'ombe wa kukamua maziwa, mpatie wimbi, mpatie mtama, mpatie ngano, mpatie mafuta, aende akule na ashibe. Ibrahimu akaitwa akaambiwa, njoo, chukua mke wako na vitu viko hapo. Nimekupa wafanyikazi wa kulinda mkeo, nimekupatia wafanyikazi wa kubebea mizigo, hata na ngamia wako hapo. Mungu wako amesema nikupatie. Ninasema jioni ya leo, Mungu wako aongeo ni wapiafu. 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 Sikiza. Tumesoma kitabu cha nini? Cha Marko. Akasema ati Yesu alipopita Bethsaida akakutana na mtu aliyekuwa hawezi, ni kipofu. Yesu alipomwambia, Yesu nataka kupona, nisaidie, alimshika mkono akamtoa nje ya kijiji. Mwisho wa statement alisema, hata kijijini usiingie. Hii kitu nakupa leo, utaikumbuka ukiwa na miaka 70, miaka 80. Wale mtaweza kufika, utaielewa wakati huu. Sasa huwezi elewa hiki ninachosema, huwezi elewa. Ni kama nakupatia mafumbo. Sasa unashindwa, nafaa nikufumbulie uelewe, lakini uelewe. Si wewe ndio unapenda kubeba majirani, maana wewe ndio unajua kazi iko wapi. Sasa wewe ndio utakuja kulia kuliko wale ulileta. Si wewe ndio unasema unaweza kaa na kila mtu kwa nyumba yako. Sasa wewe ndio utakuja kulia. Muulize mwenzako, ulifika fikaje Mombasa? Muulize, kwani ukoona town nyingine? Alafu muulize, ulitokea wapi katika Mombasa? Tokeaje katika Mombasa? Halo, ukisaidia mtu msaidie, muache mahali alipo. Unanipata? Katika hizi enzi tunaishi, msaidie mtu lakini muache wapi? Watu wenye wako na roho ya hypocrisy, nimesema ndio roho ya nini? Ya unafiki. Unajua
hypocrisy wanakuwa wengi kuliko watu ambao wana love one another. Halo? Ndio maana mtumishi wa Mungu Joshua alipofika mahali akapambana na wana wa Israeli akasema, kuanzia leo ninaamua mimi na nyumba yangu nitamwabudu Bwana. Sasa nyinyi kuanzia leo chagueni yule. Unajua hata tukahubiri vipi, mtu wa hypocrisy baada ya kuna irisi tu anatembea nayo, anakuja nayo kanisani. Sasa unatafuta nini? Si uende uishi kwa mkanga, si uende uabudu mkanga. Hakuna kitu utapata kanisani. Nabii, kama ni wewe ukitoka hapa choma irisi, kabaki na Mungu. Nabii, wacha kutufungia ibada, tutakuwa bure. Na inatakana tufanye hiyo ibada. Uchawi na uganga ndani ya nyumba ya Mungu. Kuna wakati tuliamrisha huko chini, baada ya ibada tulipata irisi zimefungua, zimefanya nini, zimetoka chini. Zilikuwa 2. Hiyo tutaifanya hapa. Operation maliza uchawi na uganga. Hata kama iko kiunoni, itakatika, hizo pins tutaziona chini. Haleluya. Tukiwa tumeingia hapo chini, kuna msichana mmoja alikuwa anapendana na watoto wa mama kanisa anaitwa Doris. Akatusumbua na deliverance. Siku moja nikamwambia, bwana wewe ulienda wapo ukapewa nini? Akasema pastor sina. Nikasema hiyo Jumamosi nilipomwekea mikono nikamwambia Mungu, chochote kisicho cha kwako kiko kwa huyu msichana, kipotee, kivunjike, kiharibike kwa jina la Yesu. Kesho yake akanipigia simu akasema, pastor nilikuwa na bangles, inaitwa bangles ama zinaitwa nini? Shanga. Nilikuwa na shanga kwa kiuno. Nilipewanga na mamangu mdogo. Kakirekesha. Sasa kiini cha Mungu kukutoa kwenye kijiji. Sikia hapa sasa uone kile kilimfanya Mungu kumuondoa huyu mtumishi wa Mungu Ibrahimu, na pia Mungu kumtoa huyu kipofu na kumwambia hata kijiji usirudi tena. Kijijini ni kuzuri, lakini kijijini si mahali pa kuweka mawazo yako huko. Unanipata? Na wakati mwingine unaweza kukuta kijijini mtu aliyejenga nyumba nzuri, unakutanga kwa hilo boma makaburi yamepangana. Sijui naongea ukweli ama nasema uongo. Utakuta hilo bomba ni nzuri, lakini makaburi 1, 2, 3, 4, 5. Ukisikia anasema huyu si nani, huyu ni watu wamekufa premature death. Lakini kwako natangaza, yoyote atakaye jaribu kula nywele yako, yoyote atakaye jaribu kushika nyama yako, yoyote atakaye jaribu kushika makucha yako, moto wa Bwana umchome. Na yoyote atakaye jaribu kuchungulia watoto wako kwa maombi yenye huwa unaomba, ipige moto mpofu, ipige moto mpofu, ipige moto mpofu. Mtoto wangu na madhuri, mtoto wangu namba 4 akiangaliwa na uchawi, miale ya moto itoke ndani yako, ipige wachawi. Haleluya. Unajua huko kijijini ndio watu wanaokota nyayo za watu, wakisema alienda bure atarudi bure. Lakini mimi kama baba nakutabiria, ulikuja bure unarudi na baraka, ulikuja bure unarudi na neema, ulikuja bure unaenda na neema, unaenda na moto, unaenda na pesa, unaenda ukifurahi, na tena sasa utaenda ukitotototototo. Kama ulitoka kijijini na tena usirudi kijijini na tena. Oh my God. Kama ulitoka kijijini na matuta, enda pisi simeanguka huko.
usiaibike milele. Kama kuna watu walifikiria utatoka na aibu, watakuona unatoka na heshima. Mzungu anasema silent is our biggest weapon. Silent is our biggest weapon. Hata mtu akiwa darasani, hata mtoto amekaa hivi amekuwa tension kwa mwalimu. Mwalimu anafundisha na macho iko hivi. Mwalimu ataona hata huyu ni mwerefu. Haleluya. Mwambie mwenzako kunyamaza si ujinga. Mwambie kunyamaza ni process ya kuachia Roho Mtakatifu afanye kazi. Haleluya. Kunyamaza ni kuacha nini? Mtakatifu afanye kazi. Kuna mwanangu mmoja nilikuwa nataka aje hapa. Alikuwa anatoka hapa chini, akawa anataka kusafiri kwenda nje Warabuni. Mume wake akasema na mamake wakaja wakaungana, wakamleta kwa mzee wa mtaa hapa kwa Sekere, wakasema tumeamua kuanzia leo mwanangu anakudivorce na safari uliyopanga kuenda hutaienda, labda hukulala na mwanangu aliyetoka tumboni mwangu. Huyo mwanangu akaja akaniambia akilia, nikamwambia mwanangu, panguza machozi, enda kwa nyumba, panga peki, wiki ijayo safari imeiva, unaondoka. Ukifika kwa ndege pika picha, wapostie, waambie nimesafiri salama, tuonane. Akafikiria ninamtanganya. Hiyo next week ilipofika Monday, Sunday jioni, akapigiwa akaambiwa, kesho unahitajika hapa Nairobi. Visa imetoka, tiketi imetoka, unasafiri, unaenda. Mwambie mwenzako visa imetoka, tiketi imetoka. Mwambie ni masaa ya kutoka kijijini. Alipofika kwa airport ilikuwa usiku, lakini usiku ule taa zinawaka. Akapiga picha, akatumia Bwana, akatumia mama mkwe, wengine akanitumia, akasema pasa, nimefanya vile walisema, nimewatumia, nimewaambia kwa heri, tuonane baada ya miaka miwili. Kuna watu utawaambia kwa heri, baada ya miaka miwili ndio tutaonana, kwa maana neema inashuka. Nani atapigana na Yesu wako kama umemshika kwa mikono miwili? Nani atapigana na Yesu wako kama unamwamini kama Ayubu? Nani atachukua baraka zako kama unamwamini kama Daudi? Mwambie jirani, siko peke yangu, siko peke yangu. Na mwambie hapa nipo mahali salama. Kama ujui Jerusalem ndio airport ya kwenda nje. Ukifika hapo umefika airport. Na hapa visa haikataliwi. Hapa passport haikataliwi. Inapigwa muhuri. Sasa tumwambie masaa ya kutoka kijijini yamefika. Ondoka uangaze, ondoka ubarikiwe, ondoka upone, ondoka uinuliwe. Haleluya. Sasa aliporudi hakufika hapa, alafu akawa anataka kwenda. Ile bwana akamtumia message tena, akamwambia umekuja, nimesikia umekuja. Sasa na hii nimejipanga, wewe utajua ujui, labda urudi kwangu wewe. Sasa pia akawa ameogopa, kwa maana alisema akifika anakuja kutestify kile Mungu alifanya. Sasa hakufika, akapambana mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, hadiendi. Nikapita nipigie simu, baba, nimeambiwa Daudi hii ni mbaya. Nikamwambia namba 1 umekosa. Ulikuwa ukitoka nje ni kitu cha kwanza, fika madhabahuni utestify kile Mungu alifanya, ili shetani
shetani ajiue na ajiue na ajiue. Amen. Lakini kwa sababu ya Baba nikasema, hapo ulipoinua mikono, sema Bwana Yesu unisamehe, natubu dhambi zangu na makosa, nimeacha madhabahu yako, nimeacha kutoa ushuhuda, lakini Yesu nisaidie nisafiri once more time, kama vile Samsoni alivyosema once more time, nywele imee nijilipishie kisasi. Nikamwambia unaenda safari ya kujilipishia kisasi, nikamwambia sasa jipange. Sasa nilipomwambia jipange, akangojea leo wiki haikuwa, akanipigia tena, baba mbona haichakuwa? Nikamwambia shut up na utulie. Shut up. Sometimes ukiona mambo ya kutulia, you need to be shut up and wait. Unapokuwa kwani Musa aliwaambia nini Waisraeli kwenye bahari? Aliwaambia nyamazeni, muone vile Mungu atafanya. Nyamazeni na msimame tu na muone kile Mungu atafanya nini. Mwambie mwenzako shut up and wait. Hallelujah. Ataona watoto wake wakipepea tu, wakipepea. Mimi sitaki kujua kama hukusoma ama ulisoma. Siku moja watoto wa Jerusalem, watoto wa hapa Jerusalem wasome vizuri, wakubebe kwa ndege mpaka ushangae. Kumbe ndege inakuanga hivi. Amen. Patia mtu high five, mwambie usawa wa tumbo lako ubarikiwe. Hallelujah. Usijali, hiyo ndege utapanda kama kupanda ni daladala. Kama kupanda matatu ukienda town, ndege itakuwa kwako hivyo. Hicho kisasi chako unalea hicho utatokea chipukizi katika uzao wa Daudi. Chipukizi hivyo litakuwa moja la ajabu, litashangaza kijiji kizima. Na nashangaza kwa confidence ya Wajaluo. Kuna mwimbaji mmoja Mjaluo alikuwa anafanya harusi, it was last year. Isinda. Akaleta helicopter, sikuwa sita ama ngapi? Sita. Kwa Boma. Inangoja kubeba bibi harusi, inangoja kumubeba, inangoja kubeba wazazi, inangoja. Mwambie sio moja, sita. Na helikopta ikitoka kwa masaa lisali moja, sijui nasikia ni 100,000. Na hizi zimekuja zimelala hapo, zinangojea asubuhi zianze kazi. Good evidence. Msafara uliokuwa chini, ndege ziko juu na msafara uko chini, haungeona probox, haungeona. Shika hivi, sema tumbo langu, usawa tumbo langu, ubarikiwe, ubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Sifi mpaka nibebwe kwa ndege na mwanangu. Sema sifi mpaka nibebwe kwa ndege na mwanangu. Sifi mpaka nilale Ulaya. Haleluya! Na ifanyike hiyo. Hata shetani atileishi, utakufa ukotoka mzee kwa msaaba, lakini unaingia kwa ndege. Wewe utani kujua ahadi inatimia. Uko tu msaaba lakini unaingia kwa ndege. Hapo sasa kwa moyo wewe utakuwa naimba tu, unasema sijui wasemalo, sijui watendalo, kile nachojua ukiamrisha inakamilika. Mwambie mwenzako ufi leo mpaka itimie. Kile nachojua ukiamrisha
Kana pia walikuwepo, akateseka nao, lakini Mungu akatoa kamoja tu kanaitwa Yusufu, na kakawa kamechukiwa na watu wa family members, lakini alimfanya baba akalala ikulu ya mfalme. Alafu alipofika kwa Farao, ukisoma ati Yakobo alipofika mbele ya Farao akaulizwa, miaka yako ni ngapi? Akaanza kueleza mateso. Mimi nilichunga ng'ombe na kondoo kwa mchomba yangu miaka sana, nikapewa mke si wangu, nikachunga tena 14 tena nikapewa Lea, lakini hakupata mtoto. Anajieleza sasa, badala aseme ana miaka mingapi, ashaanza kusema bila aliyoteseka. Siku nyingine itafika unakaa kwa gari ya V8 umepebwa, lakini unafikiria vile walipita kwenye kichaka chenye nyoka, vile walipita kwenye matosi, vile walipita kwenye waliokutemea mate, vile walipita kwa wale walisema uende mbali, vile